Sasa hapa tunajikokota sadaka, tukienda sana nafikiri haizidi 200,000 wala wanafikishaga milioni sadaka tu, yaani ukiachana na mingine. Hapo ni senta kama hapa. Kwa kule kazi ni kubwa kuliko hata ya huku, na vigango pia ni vingi kuliko vya hapa. Basi lakini kwa mapenzi yake Mungu tutakuwepo watatu, kwa hiyo tutasaidiana kukimbizana huku na kule, ili basi kuhakikisha haya ambayo tumeaminiwa kwayo watu wanaendelea kupata. Wale ndugu zangu wa misa za asubuhi, mnatambua hazina ilipostirika iko wapi. Ruru ile ya thamani mnaitambua, muendelee, msirudi nyuma, na wengine muongezeke. Naombeeni mbaki na imani kama mwanzo au zaidi, muongeze bidii. Na mwisho basi wanaambia kwamba vyombo, Waswahili wale walitupiga chenga la macho, si la macho, kwamba vyombo vikikaa pamoja havikosi kugongana. Sivyo, wanaambia lazima kuwepo na nguvu ya nje inayokuja kuvitikisa viweze kugongana. Vikiwepo tu hapo haiwezekani tu kwamba vitagongana, never. Kwa mimi nakataa au nawapinga wahenga hao waliotuambia hivyo. Kama mwanadamu hapa na pale inawezekana tulishindwa kuelewana. Binafsi Mungu alinijalia sina kumbeba mtu, sina. Ukinikosea nikikwambia nikakutana live, mimi ameisha hivyo. Ndio maana mimi huwa sina cha kutunza moyoni, never. Basi nipende kutumia nafasi hii wala ambao niliwakosea kwa namna moja au nyingine, pengine kwa kujua au kwa kutokujua au kwa kushindwa kuelewana, lakini tambua mimi nia yangu ilikuwa ni nzuri kabisa. Na wale wengine ambao tuliweza hata kukaa pamoja tukaonyana, tambue tulikuwa tunasaidiana, ili mimi nisiwe kikwazo kwako wala wewe usiwe kikwazo kwangu. Usinikwaze nisikukwaze, tusikwazane. Naamini nanyi pia mlikwisha kunisamehe pale ambapo tulishindwa kuelewana au hata tukatofautiana kimawazo. Maana kila mmoja akili ni nywele, kila mtu na zake. Mimi ukiniambia masuala ya muda, hapo ndio akili yangu ilipo. Ukiharibu maana yake kwangu utakuna nikwaza au unanikosea, kwa sababu nitaona huyu ameingilia ratiba yangu nyingine. Hili nilipaswa nianze muda fulani nimemaliza, niende kwenye shughuli nyingine, na kazi ziko nyingi sana. Kwa hiyo naombeni mnisamehe, mimi nilikwisha kuwasamehe kabisa. Na karibuni sana parokia teule ya Mtakatifu Maximilian Maria Kolbe Mwiramvya, panafikika. Tutaendelea kuwasiliana kwa sababu ninyi ni ndugu, na sio tu ndugu, ni familia, kwa sababu mwanzo wa utume wangu nimeuanzia hapa ndo nyumbani, na kila mara nitakapopata fursa au nafasi ya kufika huku, kwa kweli nitatamani kuwa napita kusalimia, kuona, kwa sababu ni nyumbani. Jana niliwaambia kwa sababu ni nyumbani, Mungu akitujalia maisha marefu tukafikia hata hizo jubilei, kwa kweli nitafanyia huko. Hapa ndo nyumbani. Ni nyumbani kwa maana hiyo kwamba nimeanzia utume hapa, lakini zaidi siku nafanyika kuwa kuhani na parokia hii imetangazwa. Kwa hiyo mimi nimefanyika kuwa kuhani na yenyewe imezaliwa siku hiyo. Kwa kila tarehe 18 mwezi wa 7 kila mwaka, kokote nitakapokuwa, lazima nitakuwa naikumbuka siku hiyo na kuwaombeeni parokia ya Buronge. Sina mengi zaidi ya hayo. Umesitoa kwa moyo,
basi hapo mlipotoa Mwenyezi Mungu awazidishie maradufu. Msifu Yesu Kristo.